milele. Amina. Napenda kuwauliza maswali. Wangapi kati yenu lishampokea Roho Mtakatifu? Wachache. Wangapi bado hamjampokea Roho Mtakatifu? Wale ambao mmeshampokea Roho Mtakatifu, naomba mnyoshe tena mikono. Sasa mmeongezeka. Mlimpokea lini? Tunampokea Roho Mtakatifu katika sakramenti ya ubatizo. Vema. Mlimpokea mara ya kwanza katika sakramenti ya ubatizo. Swali la pili, hivi misa ina sehemu ngapi? Misa ina sehemu kuu mbili: liturujia ya neno na liturujia ya Ekaristi Takatifu. Je, padre akikosekana, katekista aweza akaongoza misa? Ndio. Eti padre akikosekana, katekista aweza kuongoza misa? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu katekista hajapakwa mafuta ya ambayo padre anapakwa ili aipadrishe. Au hajapadrisha, sema Kwa sababu wanaume wana wito wa upadri. Kwa sababu padre bado hajapadrisha. Kwa sababu katekista bado hajapadrisha. Vema. Hebu waimarishwa msali kanuni ya imani. Waimarishwa wote kanuni ya imani. Hebu msali sala ya kutubu.
Ketini. Je, sakramenti ziko 10? Hapana, hakuna sakramenti 10 wala 12. Kuna sakramenti 7. 1, ubatizo. 2, kipaimara. 3, ekaristi takatifu. 4, kitubio. 5, mpako mtakatifu wa wagonjwa. 6, daraja takatifu la upadri. 7, ndoa. Je, sakramenti zinazomwingiza mtu katika Ukristo ni ndoa na nini tena? Sakramenti zinazomwingiza mtu katika Ukristo sio ndoa, bali ni ubatizo, kipaimara na ekaristi takatifu. Sakramenti ya daraja ina ngazi 4. Ni zipi? Hapana, sakramenti ya daraja takatifu ina ngazi 3 ambazo ni ushemasi, upadri na uaskofu. Siku ya kipaimara tunafanya mambo matatu. Tunawaombea, tunawawekea mikono na kuwapaka mafuta matakatifu. Je, leo mtapakwa mafuta ya wagonjwa au ya wakatekumeni? Hatupaki mafuta ya wagonjwa wala tunapaka mafuta ya Kristo matakatifu. Hebu msali sala ya Baba yetu. Vema. Keti. Je, malaika aliyetumwa na Mungu kumpasha Bikira Maria kwamba atakuwa mama wa Mungu ni malaika Mikaeli au ni malaika Rafaeli? Ni malaika wa Gabrieli. Gabrieli. Vema. Wazazi wa Bikira Maria ni nani na nani?
ni Wazazi wa Bikira Maria ni Joakim na Ana. Katika mitume wa Yesu kuna mtume mmoja ambaye sio miongoni mwa wale 12, naye ni maarufu sana. Huyo anaitwa nani? kati ya hao miongoni wa mitume ambaye amekosekana hapo ni Yuda Iskarioti. Kuna mtume wa Yesu ambaye sio mmoja wa wale 12 na ambaye ni maarufu sana. Huyo ni mtume nani? Kati ya hao mitume wa Yesu ambaye alikuwa sio miongoni ni Matia. Yuda Iskarioti. Simoni Petro. Mtume Paulo. Kuna mitume 2 ambao ni ndugu. Hao ni wana wa Pengo au wa Ruwa'ichi? Hao ni ndugu wa Mungu, na ndugu hao ni Petro na Andrea. Uliza ni wana wa nani? Hao ndugu 2 ni watoto wa nani? Mitume 2 ndugu ni watoto wa nani? Hao mitume 2 ni wana wa Zebedayo. Kuna mtume mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi TRA. Huyo ni yupi? Mathayo mtoza ushuru. Naomba mnifundishe
Nipeni sababu 4. Sababu ngapi? 4 tu. Kwa nini Wakatoliki tunamwabudu Bikira Maria? Sababu ngapi? 4. Kwa nini Wakatoliki tunamwabudu Bikira Maria? Kwa sababu Bikira Maria ni mama wa Yesu. Sababu Bikira Maria ni mama yetu pia. Bikira Maria hatumwabudu bali tunamheshimu. Mmesikia nyote? Wakatoliki hatumwabudu Bikira Maria bali kwani wangapi mnawaheshimu mama zenu? Ni vibaya? Haya. Je, katika jimbo kuu la Dar es Salaam kuna dekania ngapi? Moja 26. Dekania. Katika jimbo kuu la Dar es Salaam kuna dekania ngapi? Katika jimbo la Dar es Salaam kuna dekania 125. Katika Dar es Salaam kuna dekania 12. 10. Katika jimbo la Dar es Salaam kuna parokia, kuna dekania 12. Tanzania kuna majimbo makuu mangapi? Kuna jimbo makubwa 7. Jimbo kuu la Dar es Salaam, jimbo la Dodoma, Arusha, jimbo kuu la Mbeya, jimbo la Songea. Tanzania kuna majimbo makuu 7. Kuna jimbo kuu la Songea, jimbo kuu la Dar es Salaam, jimbo kuu la Mbeya, jimbo kuu la Mwanza, jimbo kuu la Dodoma, jimbo kuu la Arusha na jimbo kuu la Tabora.
Mapaji ya Roho Mtakatifu ni 10 au 12? Mapaji ya Roho Mtakatifu hayapo 10 wala 12, yako 7. 1. Hekima. 2. Akili. 3. Shauri. 4. Nguvu. 5. Elimu. 6. Ibada. 7. Uchaji wa Mungu. Baba Mtakatifu wa kwanza kuja hapa kwetu leo anaitwa nani? Sikiliza vizuri. Baba Mtakatifu wa kwanza kuja hapa kwetu leo anaitwa nani? Mwaishamu Eusebius Nzegero. Sio hiyo. Mwaishamu Hakuna baba mtakatifu aliyokuja leo Tanzania, bali amekuja askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam hapa, na alishawahi kuja baba mtakatifu mtakatifu hayati Baba Mtakatifu John Paulo wa 12 mwaka 1990. Baba Mtakatifu wa kwanza kuja hapa kwetu leo anaitwa nani? hakuja Baba Mtakatifu Baba Mtakatifu wa kwanza kuja hapa kwetu leo anaitwa nani? Hakuna ila hayati Baba Mtakatifu Paulo wa pili. Baba Mtakatifu wa kwanza kuja hapa kwetu leo anaitwa nani? Hakuja Baba Mtakatifu, hamna Baba Mtakatifu aliyekuja leo, bali alikuja mwaka 1990. Hakuna Baba Mtakatifu aliyekuja leo, bali mwaka 1978 alikuja Hakuna Baba Mtakatifu Baba Mtakatifu wa kwanza kuja hapa ni Baba Mtakatifu Benedikto wa 16. Baba Mtakatifu aliyekuja leo Tanzania ni hayati Baba Mtakatifu John Paulo wa pili. leo hajaja Baba Mtakatifu, bali amekuja Mhashamu Askofu Yuda Tadei Ruwa'ichi. Baba Mtakatifu wa kwanza
kuja hapa kwetu leo anaitwa nani? Hamna, bali Hakuna Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu hakuja leo, bali alikuja mwaka 1990, ambaye anaitwa hayati Baba Mtakatifu Yohana Paulo wa Pili. Mara ya mwisho Baba Mtakatifu wa kuja hapa kwetu leo anaitwa nani? Baba Mtakatifu wa kwanza aliyekuja kwetu ni hayati Baba Mtakatifu John Paulo wa Pili. Baba Mtakatifu wa kwanza kuja hapa kwetu leo anaitwa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Naitwa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Mmekanganywa na leo, sio? Leo ukiniambia ni hayati haitoshi, sawa? Tayari ni mtakatifu. Pema. Nabii wa mwisho wa Agano la Kale, ambaye pia ni nabii wa kwanza wa Agano Jipya, ni Nzigilwa au ni nani? Sio Nzigilwa, bali ni Yohane Mbatizaji. Nipeni sifa 5 za kanisa. Sifa 5 za kanisa. Moja, takatifu. 2, la mitume. 3, Sifa 5 za kanisa. Kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Hizo ngapi? Na mimi nimeuliza ngapi? sifa 5 za kanisa. 1, umoja. 2, ukatoliki. 3, utakatifu. 4,
Sifa tano za kanisa: moja, kuwa na umoja; mbili, kuwa la Kikatoliki; tatu, kuwa la kitume; nne, kuwa la kimisionari; Sifa tano za kanisa zipi? moja, Ukatoliki; mbili, moja, Ukatoliki; mbili, mishonari; tatu, Sifa tano za kanisa ni hizi: moja, umoja; mbili, utakatifu; tatu, Ukatoliki; nne, kuwa la kitume; tano, umisionari.